Meza ya uchunguzi ya KTN sasa imebaini kuwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kwa mara nyingine unajipata katikati ya kashfa ya kimataifa ya mihadarati. Kitengo cha upelelezi cha KTN kimekusanya ushahidi unaoonyesha jinsi uwanja wa JKIA umegeuka kuwa njia dhaifu ya kupitisha dawa za kulevya na mitandao ya walanguzi wa kimataifa. Mei mwaka huu, raia mmoja wa Uingereza akiwa na mihadarati ya cocaine yenye thamani mamilioni ya pesa alipitia moja kwa moja katika ukaguzi wa JKIA akisaidiwa na maafisa wa usalama na wafanyikazi wa uwanja wa ndege na kusafiri hadi London bila tatizo lolote. Lakini alipowasili katika uwanja wa ndege wa Heathrow, safari iliishia kwa pingu mikononi baada ya kukamatwa na kitengo maalum cha kupambana na uhalifu cha polisi wa Metropolitan. Mwanahabari mpekuzi Francis Ontroma na makala maalum ulanguzi JKIA. Jumanne usiku Mei 13 mwaka huu, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta hali ilikuwa shwari na hakukuwa na dalili yoyote ya hatari. Familia zikijumuika na wapendwa wao, mizigo ikiingia kama kawaida huku magari yakiingia na kutoka pasi na hitilafu yoyote. Lakini nyuma ya pazia walichokosa kujua wengi ni kuwa kulikuwa na njama fiche iliyokuwa ikipangwa kwa njia ya siri, lakini ikanakiliwa peupe na kamera za ulinzi. Saa 3:29 usiku, kamera za CCTV zinamrekodi mwanaume huyu aliyevalia kofia aina ya cowboy akiwa na mavazi meusi, akivuta begi moja na kushika kompyuta mpakato mkononi. Begi la mgongoni limening'inia mabegani. Karibu naye, mwanaume mtulivu mwenye upara aliyevaa koti jeusi na suruali ya blue aina ya jeans. Wote wawili wanakwenda moja kwa moja kwenye sehemu ya kukagua abiria. Huyu ndiye Damata Dos Santos, miaka 28, ana pasipoti ya Uingereza lakini ana asili ya Brazil. Safari yake ikiwa ni London kwa ndege ya British Airways nambari BA064. Wawili hawa wanafululiza hadi ndani ya jengo wanakoabiria ndege ya abiria. Mwanzoni kila hatua ikionekana ya kawaida hadi mushkil unapoanza kujitokeza. Tizama sasa kwa karibu. Jamaa aliyemsindikiza Dos Santos pindi anapoingia moja kwa moja anaelekea kumsabahi askari huyu wa sare. Wanapiga gumzo kidogo na kisha anarejea kumnongonezea kitu Dos Santos. Pasipoti yake inapokaguliwa na hili linapofanyika, jamaa huyu anasogea nyuma kana kwamba kazi yake sasa imekamilika. Dakika chache baadaye anaingia mwanaume mwingine na kifaa hiki kinachojulikana kama unit load device. Hiki ni kifaa maalum cha mizigo kinachotumika kupakia mizigo kwa urahisi kwenye ndege. Lakini wachunguzi wanasema kuwa wakati mwingine kinatumiwa kwa njia za siri, kikitumiwa kupitisha mabegi yasiyo halali pasi na kutambuliwa na mashine ya ukaguzi. Saa 3:52 usiku, anaingia mtu huyu aliyevalia vazi la reflector ya manjano. Tizama jinsi kila mara yuko kwenye simu kana kwamba anajaribu kumtafuta mtu, akipenya katikati ya wasafiri, akitembea kutoka upande mmoja hadi mwingine. Hatimaye anakutana na anayemtafuta na mara moja Dos Santos anachukua ishara na kumfuata unyo kwa unyo. Wakati wote huo Dos Santos akishikilia mizigo yake kwa karibu. Wanapofika katika sehemu ya ukaguzi wa usalama, afisa aliye na reflector anachukua usukani, wakati huo akiwa bado kwenye simu. Wakati zamu ya Dos Santos inawadia, angalia kinachotokea. Kila begi lingine likichunguzwa kwa makini, hii begi ndogo yenye dawa za kulevya inawekwa kando kwa makusudi.
Afisa huyo ni kama hataki wenzake wakague mali yoyote ya Dos Santos. Mhusika anayeshukiwa kuwa mpiga biashara mkubwa wa dawa za kulevya anapita bila kuzuiliwa katika vifaa vya usalama vilivyowekwa JKIA na sasa anaingia sehemu ya kupanda ndege. Kila siku JKIA inahudumia maelfu ya abiria na shehena kubwa ya mizigo, ikiunganisha Afrika Mashariki na Ulaya, Asia na Mashariki ya Kati. Ni uwanja wa ndege pekee katika eneo hili wenye safari za moja kwa moja hadi miji mikuu mikubwa duniani kama vile London, Amsterdam, Dubai, Mumbai na Guangzhou. Hii inaufanya kuwa kivutio kwa magenge ya dawa za kulevya yanayotafuta njia za haraka na za siri kuingia kwenye masoko yenye faida kubwa. The biggest risk to any institution, organization or company or private sector or individual is a non-performance of security staff. We are seeing here a glaring incident where security staffs have chosen to be on the other side, negligently performing their duties. Of course, knowing very well why they're negligently performing their duty. Come up with technology, but there's always a human hand behind everything that is done. We have CCTVs, we have the scanners. These scanners, the people that do the scanning are human beings. You saw the person that was escorting this person to the departure lounge. He knew that if this passes through the scanner and a person that is not friendly to the cartel is behind the screen, then automatically the package will be identified. So he made sure that he is the person that will check that package. Saa 5 na dakika 10 usiku ndege ya British Airways inapaa tayari kwa safari ndefu ya London inayochukua takriban saa 6. Pindi inapotua katika uwanja wa kimataifa wa Heathrow, safari ya Dos Santos inakatizwa ghafla. Polisi wa kitengo cha Metropolitan wanamkagua Dos Santos na kumpata akiwa na madawa ya kulevya mbalimbali ikiwemo cocaine yenye thamani ya mamilioni ya shilingi na anatiwa pingu papo hapo. Uchunguzi wa KTN sasa umeonyesha kuwa hii haikuwa mara ya kwanza kwa Dos Santos kuingia humu nchini. Rekodi zinaonyesha kuwa aliwahi kufanya safari kama hiyo awali Septemba mwaka uliopita. Likiibua swali la ni mizigo mingapi zaidi imepenya JKIA bila kudhibitiwa katika hali sawia na hii? One of the key skills is observation, that you should be able to observe keenly what is going on, and also we're expecting that people who are in the control room could easily pick it out that this one was not properly searched. Uzalishaji wa cocaine duniani ulinakiliwa kuwa tani 3,708 katika mwaka 2023, watumiaji duniani wakiwa milioni 25. Humu nchini, kwa mujibu wa Nakada, mwanafunzi mmoja kati ya 63 wa vyuo vikuu wamejaribu kutumia cocaine. Wataalamu wanahoji kuwa walanguzi wa mihadarati wa kimataifa hutumia Nairobi kama kificho. Kwa mfano, kupitisha mihadarati kutoka Brazil kupitia Nairobi hadi London mara nyingi haina shauku nyingi ukilinganisha na kusafirisha kutoka Brazil moja kwa moja kwenda Ulaya. Lakini inawezekanaje uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, kituo kikubwa zaidi cha usafiri cha anga mashariki mwa Afrika, kilicho na ulinzi masaa 24 na vikosi vya polisi vya kupambana na madawa ya kulevya, maafisa wa forodha na hata kuwa na mahakama ndani ya uwanja huu, kupindukia kuwa barabara ya biashara ya madawa ya kulevya duniani? These people, before they do whatever they are doing, they also do they do pre-operational surveillance. They'll go to all these international airports. Where is it easy for us to pass our contraband? Where is security laxed? And why is security laxed? We were not red flagged recently. As early as 2000, we are already being mentioned as a country that is a transit point
for international illicit drugs. The number of baggages we scan here and the number of persons that pass through our systems as compared to Heathrow is unbelievable. So why would they choose Kenya? It will tell you that quite a number of this kind of illegal activity take place in Kenya. They have developed a very solid network to include what we've seen as evidence what we've seen on that CCTV gadget. They know very well they will be assisted to pass through Kenya without any form of arrest, and they will make it to the other end. So basically telling ourselves that our fear in national threat of organized crime and corruption and transnational crime making root in Kenya is quite visible from what we have seen. We need to work on killing the markets. We do not know. Maybe this is just an incident that this one was on transit. We do not know if there are others who come in here. Je, ni mabegi mangapi yamepitishwa kwa njia tatanishi kama hii katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta na kwa muda gani? Francis Ontomwa, makala ya ulanguzi JKIA, KTN.